mambo yatanyoka na yatakuwa mazuri. Nilitoa maelekezo kwamba natoa wiki moja, kila mmoja ahakikishe anarudi stendi ya Magufuli. Sikutaka mjadala wala sikutaka maelewano ya aina yoyote. Ndugu zangu, naomba mnisikilize kwa umakini kidogo. Stendi hii imefunguliwa kama sikosai mwaka 2021. Imefunguliwa na aliyekuwa rais hayati Dr. John Magufuli. Stendi hii kuitwa Dr. Magufuli haimaanishi anamiliki Magufuli. Stendi hii ni ya Watanzania na imejengwa kwa kodi za Watanzania. Tuliamua wenyewe kuhama Ubungo kuja hapa, na lazima wote tutii sheria ya kuingia hapa na kutoka hapa. Mkuu wa wilaya alichokielekeza mkurugenzi wa basi la Tilisho ambaye yuko hapa kwenye gari, si yuko wapi? Yuko kwenye gari. Yuko pale kwenye gari. Yule pale nadhani anasimama, si amesimama. Kama alivyosema, amepigwa pingu kama sehemu ya onyo ya kwamba nikishazungumza sitarajii na sitegemei kuna mtu mwingine atakuwa juu ya sheria. Na kwa sababu tupo wote hapa, natoa msamaha kwa mkurugenzi wa Tilisho leo, na kwamba leo hii pia wamfungulie na aruhusu mabasi yake yaweze kuingia na kutoka stendi ya Magufuli. Sasa naomba mnielewe, kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Kama kuna mtu yoyote anadhani nimekosea kutoa maelekezo haya, anipeleke mahakamani. Nisikilizeni ndugu zangu na Ubungo, mnielewe kitu kimoja. Aliyeua hii stendi Rais Magufuli Rais Samia hakutuelekeza tuje tuue stendi ya Magufuli. Walioua hii stendi wapo baadhi ya watumishi wa umma ambao wanaingia kwenye payroll ya kupewa vipesa na hawa wanaokuruga hii stendi, ambao nisikilizeni, ambao kwa kuwa wanadhani wanaweza kuamudu wachache, wanadhani pia wanaweza kunimudu mimi. Mimi huwezi kunimudu. Ila kikubwa ninachokitaka, nataka niwashukuru sana wakurugenzi wote wa mabasi yaliyokuja hapa stendi, na nataka niendelee kulaani na kuwaonya tena wale wote ambao bado hawajaleta mabasi hapa. Kuna baadhi ya watu wanasema stendi hii ni ndogo. Nisikilizeni, sitataja kampuni. Kampuni moja imelipa mapato ya mabasi 12, na tulipomuuliza mbona na mabasi karibu 100, anasema mabasi yanayooperate yako 12 tu. Lakini leo baada ya kuhamia hapa, ni miongoni mwa watu wanaopiga simu kwamba yeye na mabasi mengi ambayo hawezi kutosha hapa. Sasa kwenye kodi mabasi yako 12, kuhamia stendi ya Magufuli mabasi yako mengi. Na naomba nitoe onyo tena kwa huyo mtu na kwa hao watu kwamba stendi hii haikujengwa kwa pesa mtu binafsi, imejengwa kwa kodi za Watanzania. Leteni mabasi hapa. Leo tuko hapa na LATRA, leo tuko na watu wengine wote, na nimetoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya, kama itaonekana kuna kasoro ya aina yoyote, nitamueleza mheshimiwa waziri wangu mkuu kuhusiana na pesa inayohitajika, na atamueleza mheshimiwa rais, na tutaileta pesa haraka hapa. Lakini jambo la pili, kama kuna mtu yoyote anahitaji kushirikiana na serikali kuwa na terminal yake nzuri, njoo tukuonyeshe eneo stendi ya Magufuli ili uweke stendi yako na kazi itakwenda vizuri. Shirikiana na serikali. Lakini jambo la kule kote milimani kule ni kwetu, kule kote kule tutakupatia eneo kwa kushirikiana na serikali, utaweka miundombinu yako, abiria wako watafanya kazi yake. Lakini jambo la tatu, baadhi ya wananchi wenzetu wanasema bwana, kushukia stendi ya Magufuli ni mbali. Naomba niwaeleze, leo hatutaki kunyang'anyana abiria na bodaboda.
Hataki tunyang'anyane abiria na bajaji na mwendo kasi na daladala. Basi likishusha hapa, tumesema mambo ni mawili tu. Basi likishuka, abiria atashuka, atapanda kwenye basi, au wale matajiri wa yale mabasi walete kosta ndogo zibebe abiria kwenda kwenye zile stendi zao walizojenga kule. Kwa hiyo kutoka hapa unaweza ukaondoka na kosta shuttle ikakuchukua hapa kwenda kule stendi, na sio kuondoka hapa kwenda kule moja kwa moja. Ila nilichokisema, sitaki kuona basi kwenye uso wa Shekilango, na mtu yoyote atakaye kaidi kuanzia hivi ninavyozungumza tena, nataka niwathibitishie nitampeleka mahakamani. Na ndio maana leo mkuu wa wilaya huyu pamoja na RPC na wapongeza kwa dhati, kwa sababu tuko kwenye dunia ya uwazi na ukweli. Mkurugenzi wa TIRISHA tulipiga pingu kumthibitishia kwamba sitaki kupiga pingu madereva, lakini kwa kuwa leo nimekuja stendi ya Magufuli, naomba tena nitoe onyo kwa madereva. Dereva ndiye anaendesha gari, hata mimi ni dereva pia. Wewe toka huko, ingiza gari lako hapa, mwambie tajiri huko mjini siingii, njoo ubebe gari uingize mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna dereva ambaye hanisikilizi mimi mkuu wa mkoa, anamsikiliza tajiri yake, familia yake itamsahau, kwa sababu nitampeleka mahakamani na atafungwa tena akiwa ni mtu wa kawaida, wakati tajiri yuko nje. Sipendi kufikia huko. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wana stendi ya Magufuli, tuilee stendi hii, na kule mbele kule nimeona kuna maduka. Yale yalikuwa ni makosa. Yale maduka kule yalikuwa ni makosa. Kule zinapaswa ziwe ni ofisi za kukatia tiketi. Sasa natoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya na meya, kwa kuwa wako hapa, waje waangalie kama kuna mahali tunaweza tukajenga jengo jingine zuri, tukaweka maduka, tukahamisha maduka, alafu yale maeneo yote yakabaki na maeneo ya kukatia tiketi. Tunataka eneo lote hili liwe hivyo. Sasa nisikilizeni, ukipata wabunge wazuri wanaoweza pia kukusukuma mkuu wa mkoa, Mama Angela Kairuki amekuwa ni mtu anayesema, Charamila, naomba mabasi yaje Magufuli. Lakini huyu mbunge huyu na huyu mheshimiwa waziri angelikuwa amewekwa mfukoni na baadhi ya watu wanaokaidi, asingeniambia nilete mabasi Magufuli. Hebu mpigieni makofi mengi sana mheshimiwa mbunge kwa kuwa miongoni mwa watu. Jamani, nisikilizeni kwanza. Nisikilizeni waeleze. Sio kwamba sifahamu hiki ninachokifanya. Najua hii ni vita, nimeshaikoka vita. Kama kulogwa, mtalogwa nyie, nitalogwa mie. Sasa wewe unaogopa nini mimi nikilogwa? Lakini nataka niwathibitishie. Hakuna hata mmoja anayeweza kucheza na uhai wangu mimi. Hayupo. Na ndio maana huwa mara nyingi niko simple, niko na raha, niko na furaha. Yoyote mwenye hoja asogee, lakini hayupo. Ila kikubwa ninachotaka kusema ni kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hajatutuma tuje tuwe stendi ya Magufuli. Naombeni hii heshima hii ambayo mmeitoa leo iwe ni salute kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu nisikilizeni kwanza kwa nini. Mara nyingi Dr. Samia anatukanwa kwa sababu ya uzembe wa watendaji tulioteuliwa, kwa sababu ya uzembe wa watumishi tunaofanya kazi za serikali. Sasa nisikilizeni, na hata hapa Ubungo nafahamu wapo baadhi ya watumishi kwenye hii halmashauri wanakwenda kuchukua vijipesa huko na kuzorotesha huu mchakato. Naomba mkome na muache mara moja tabia hiyo. Tuifanye kazi hii ya Dr. Samia aliyotutuma. Leo watu wote hapa wanategemea stendi, wanategemea kula, kusomesha, na tuliamua wenyewe stendi iwe hapa. Nani kahamisha stendi? Sasa ngoja niendelee kuona watu wanakwenda kule. Ila mimi natoa onyo kwa madereva. Nimesema, dereva, njoo paki hapa gari, mpigie tajiri yako, mwambie njoo uendeshe mwenyewe, nenda aliko Charamila. Nataka niwathibitishie, awe mwenye basi, awe ni mtu wa kawaida, asiwe ni mtu wa kawaida, lazima anitakamata, nitapiga pingu, nitaonyesha kwenye kamera na atakwenda jela.
kwa sababu ninajua wapo baadhi ya watu wanashirikiza kwamba mwenye mabasi mgome. Nisikilizeni kwanza, hili basi halijanunuliwa kwa pesa za ujamaa. Wewe ndio uliyekwenda benki ukanunua basi. Kitendo kilichokifanya ni kile tu kwamba stendi yenu ni hii hapa, na hiyo ni kwa mujibu wa LATRA. LATRA ametoa kibali cha kuanzia hapa, kushusha na kuondoka hapa. Ndio kibali cha license yako. Sasa hicho kingine umekitoa wapi? Kama umeamua kufanya biashara magari, mimi sijafanya biashara magari. Wewe ndio unajua yanalipa ama yalipi. Lakini mimi kazi yangu ni kuhakikisha kuna sera nzuri ili biashara yako isiweze kuyumba. Na ili biashara isiyumbe, leo nimemsikia mtu mmoja anasema tumewekeza karibu milioni 800. What's milioni 800? Hivi hizi ni shilingi ngapi? Hizi ni shilingi ngapi? Alafu mtu anakwenda mahali kaeneo kadogo namna hii. Hizi ni eka ngapi? Hapa pana eka ngapi hapa? Nataka niwaambie, jambo la kwanza ni kukwepa kodi za serikali. Jambo la pili, wanashiriki kubeba watu haramu. Na usinisikilizeni. Jambo la tatu, tunawachunguza katika skendo za kubeba madawa ya kulevya. Tunawachunguza kukwepa kodi, kubeba watu haramu, kubeba madawa ya kulevya. Tunachunguza zote hizo. Kama wewe una kesi zote, unashindwa nini kushusha watu hapa? Leo hii Dr. Samia amefungua barabara inayokwenda Kinyerezi na LATRA pamoja na watu wa DART. Watu wa DART simpo hapa. Tunataka mabasi yale ya DART. Angalieni namna kuja kuingia kuchukua abiria hapa na kuondoka. Yale mabasi ya mwendokasi. Abiria akishuka hapa anaingia kwenye mwendokasi au kwenye daladala kawaida, huyo anaondoka zake. Anapigwa na kiyoyozi baada ya taabu na shida kutoka kwenye mikoa mingine. Na watu wengine wote, meya huko hapa, kama kuna eneo lolote lina kero, tuanze kurekebisha. Ila mwisho, manager wa stand pamoja na kwa meya pia, stendi hii tunaangalia uwezekano, na kwa kuwa mheshimiwa waziri yuko hapa na upande wa pili tuna waziri wa uwekezaji, tunaangalia uwezekano wa stendi hii kushirikiana na private sector ili ziweze kuwa na tija kubwa kuliko tija iliyopo sasa. Tufunge mashine, tufunge kila sehemu nzuri, mtu ingie kwa kubonyeza tu password yako, pesa imeingia, serikali imepata na wewe umepata. Mimi nafahamu hapa pana wizi mdogo upo sana. Wizi upo. Wizi upo hapa na ufahamu. Kama mnakumbuka vizuri, niliwahi kuja hapa mwaka 2024 au 23. Miaka yote miwili nilikuwa na study mchezo. Na ndio maana leo nataka yoyote anayedhani mimi nimekosea, tukutane mahakamani. Alafu mtaona nitakapogaragaza. Lakini sasa maelekezo yangu mengine, LATRA, kwa mtu yoyote atakayekaidi kuanzia sasa, futa kibali chote cha ufanyaji wa kazi. Kwa sababu nisikilizeni. Haya mabasi haya ni kweli yanauzwa bei, yanauzwa gharama. Lakini tukifuga huni tunaofuga sasa, kila mtu akiwa na basi moja anataka awe na stendi yake. Mabasi mawili awe na stendi yake. Mabasi matatu awe na stendi yake. Sasa kama tukiruhusu kila moja anakuwa namna hiyo, yani mabasi mawili unakuwa msumbufu, utafikiri kitu gani? Hapana. Njoo hapa kwenye stendi, hudumia watu wako, na naomba Watanzania wote waelewe, nia yetu ni njema. Shusha abiria wako hapo, atachukuliwa na vyombo vingine vya usafiri. Stendi ya Magufuli iko katikati ya mji, haiko pembezoni. Utakosa usafiri, utakosa kitu gani? Labda niwaulize swali. Ukitaka kutoka hapa kwenda kupanda SGR unaenda? Ukitaka kutoka hapa kwenda Zanzibar unaenda kupandia? Ukitaka kutoka hapa kwenda airport unaenda kupandia? Kwa nini ukitaka kutoka hapo kapandie kule na stendi kubwa unaiacha hapo? Kwa hiyo mimi siwezi kuchemka kama ambavyo nimeona bango anasema nitachemka. Mimi siwezi kuchemka, na historia yangu mimi sijawahi chemka, na nataka leo nirudie. Nilishawahi kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwamba Mheshimiwa Rais, pesa unayonilipa inanitosha mpaka kukaa na hata kamchepuko. Leo hii narudia tena. Mshahara anaonilipa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mzuri, wala sitakwenda kumshawishi mtu
anipe hela kwa sababu ya haya mambo ambayo tunayafanya. Lazima nitalinda maslahi ya Watanzania. Haya ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuwasikiliza watu na kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo wale wote ambao wapo kwenye huo mnyororo, mlikuwa mmeweka kama benki kwenye hizi kampuni za mabasi, acheni mara moja. Katafuteni benki zingine, ziko CRDB, ziko NMB na sio hizo. Ukianza kupokea visenti vya watu, utakuwa mtumwa na utawauza watu. Jamani, mmenielewa vizuri? Bado mna mashaka? Bado mna wasiwasi? Bado mna wasiwasi na Dr. Samia Suluhu Hassan? Sababu tunaanza upya, mnaweza mkaangalia namna gani tunafanya hayo madeni. Ni kitendo cha kuiandikia, kama tunaona kweli ni logiki, tufute labda baadhi, tuyabaki na sehemu, ni sawa kabisa. Ila kwa wale ambao mtakuwa mmejiridhisha kwamba ni kweli kabisa kwamba walikuwa wanafanya nini, kuna wengine walichukua wakafunga nao wakaondoka. Wengine wakaendelea tena kidogo kudunduliza. Kwa hiyo mkae vizuri, unda timu yako vizuri, mkoa wa wilaya msaidiane, mambo yaweze kwenda kwa mazuri. Dada, nimekuelewa. Iwe full. Kama kuna jambo lolote linahitaji hela, iwe ni full. Yaani sio kuna kitu chochote ambacho kinaharibu. Kwa hiyo mstahiki meya, jambo hili Mheshimiwa Mkoa, kwa kuwa uko hapa. Ndugu zanguni, sasa mnielewe kitu kimoja. Mimi leo nimekufuata jambo moja tu. Kuja kuambia naenda kusimamia mabasi. Kuja kusikiliza kero. Nikitoka hapa naelekea njia ya Mandela Road, ninakaa tena kule nyingine. Wamenisubiri pale. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ataniandalia mkutano wa kusikiza kero. Leo nimekuja kuwatia moyo kwamba mabasi yatakuja hapa. Lakini jambo la pili, nimekuja kuwaeleza watendaji wangu kwamba tumalize kila kinachohitajika ili mambo yote yaendelee hapa. Na jambo la tatu,